Alitutishi. Hayo ni maneno tu. Wanataka kututoa mchezoni. Mchezo wa tarehe 25 wanataka kututoa mchezoni. Tena nasema wana Simba, mashabiki wa Simba, wapenzi wa Simba popote walipo. Hawa uto tuangalie kwa jicho la tatu. Tusiingie kwenye mfumo wao. Sisi tujiandae na mechi zetu zilizobakia. Sio tumebaki mechi moja. Kwa mimi nasema zimebaki mechi mbili. Imebaki mechi ya Kagera na imebaki mechi ya dabi, mechi ya ubingwa. Kwa hiyo wana Simba wenzangu, tuendelee kupambana na tuendelee kujipanga kuelekea mechi hizo mbili. Leo haikuwa siku nzuri kazini kwa Hawa, amekosa nafasi nyingi za wazi. Nafikiri leo kwa nafasi alizozipata na alizozikosa angeweza kufikisha hata magoli 20 au magoli 18. Lakini angefikisha goli 20. Lakini sio siku nzuri kwake kazini, lakini ni mchezaji bora, ni MVP wa 2025 na golikipa bora wa Simba Pinpin Kamara, na hakika hawa watu watachukua na tunaendelea kuchukua kwa sababu hizi zote tunazihitaji. MVP tunamtaka, golikipa tunamtaka. Kwanza timu yenye nidhamu Simba. Wachezaji nilionao ni wachezaji wa kujituma. Kukosa nafasi ni mojawapo ya timu, kwa sababu timu inakuwa ina wachezaji wazuri wengi. Kwa hiyo kocha wetu Fadlu anaangalia mchezaji aliyoperform vizuri ndio anampa namba ya kucheza, lakini sio wengine ambao hawapati namba kama wakina Okejefa, wakina Chasambi. Sio wachezaji wazuri, ni wachezaji wazuri, ni wachezaji bora, lakini timu ina mastaa wengi. Timu ya Fadlu ina mastaa wengi tofauti na Songesha. Shukrani sana. Asante. Ni furaha ya pale mjini Tabora. Nimefurahi wachezaji wetu wa Simba Sports Club wameperform vizuri. Japokuwa nafasi nyingi wamezikosa. Makeleo huyu mtu ilipaswa afungwe goli 10 leo. Lakini nafasi zingine wamezikosa, lakini unaambiwa usiposhukuru kidogo hata kikubwa utakuwa ushukuru. Alhamdulillah tunashukuru, nimefurahi, nimefarijika. Mapambano yanaendelea huku tukijiandaa na dabi. Tunajiandaa na dabi kumbe? Tunajiandaa na dabi. Simba ni timu ya mpira, kokote inacheza, sehemu yoyote inacheza na muda wote inacheza, popote inacheza. Simba ni timu ya mpira. Dabi ipo. Dabi tutahangaika nayo. Kwanza tuje kwenye mchezo husika. Kipi hasa leo kimekuvutia kwa upande wa timu yako Wekundu wa Msimbazi Simba ndani ya bao 5 hizi na clean sheet ambayo mmeipata? Kipi hasa ambacho leo kila ulikuwa ukitazama mpira ulikuwa unafurahi? Nilichofurahi, wachezaji wamejituma, wamejua nini tunataka, wao wanataka na sisi wanachama na mashabiki na wapenzi wa Simba tunataka. Wameperform vizuri. Nilichofurahi kupata goli nyingi, lakini pia mchezaji wetu ambaye tunamtegemea awe mfungaji bora pia kupata goli, japo amekosa nafasi nyingi za wazi. Yote changamoto ya uwanja na nini, lakini tumefurahi. Nimefurahi binafsi yangu, nimeridhika, lakini pia nimefurahi kupata clean sheet. MVP tunaye na golikipa bora tunaye, na hakika bado tutaendelea kuzoa hizi tuzo. Tutaendelea kuzoa tuzo na ubingwa tutachukua inshallah, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ubingwa tutauchukua. Kamara leo amevunja rekodi ya Aishi Salum Manula kufikisha clean sheet 18 kwenye msimu mmoja. Hili linatoa taswira gani kwamba viongozi wa Wekundu wa Msimbazi Simba ambao walimsajili Musa Kamara walicheza ipasavyo karata zao? Kwanza ni wasifie, pili ni washukuru kutusajilia golikipa mzuri. Waliokuwepo pia magolikipa wazuri, magolikipa bora, lakini golikipa huyu amevunja rekodi zote, amefanya vizuri, amevunja rekodi za golikipa wetu Tanzania 1 Aishi Manula. Kila mtu anamfahamu kwamba ni golikipa bora, ni golikipa mzuri, lakini kuna vitu vingine vinazidiana. Pinpin Kamara golikipa mzuri, na atushangai kufikisha clean sheet hizo alizozifikisha. Ni golikipa mzuri. Golikipa mzuri, golikipa, bonge la golikipa. Wanasema huko za chini kwamba wengine anatikisa atakaondoke hivi. Aliwatishwa na Simba hili. Alitutishi. Hayo ni maneno tu. Wanataka kututoa mchezoni. Mchezo wa tarehe 25 wanataka kututoa mchezoni. Tena nasema wana Simba, mashabiki wa Simba, wapenzi wa Simba popote walipo. Hawa uto tuangalie kwa jicho la tatu. Tusiingie kwenye mfumo wao.
sisi tujiandae na mechi zetu zilizobakia. Sio tumebaki mechi moja. Kwa mimi nasema zimebaki mechi mbili. Imebaki mechi ya Kagera na imebaki mechi ya dabi, mechi ya ubingwa. Kwa hiyo wana Simba wenzangu, tuendelee kupambana na tuendelee kujipanga kuelekea mechi hizo mbili. Sio kama mechi ya Simba na Yanga ndio mechi kubwa sana, mechi ambayo inatisha. Hapana, hizi zote ni mechi kubwa. Kagera ni timu bora na Yanga ni timu bora. Kwa hiyo wana Simba wenzangu, tusitishike na maneno ya Yanga, tusitishike na maneno ya uto. Twendeni tukaisupport timu yetu, tuchukue alama zote, tuchukue ubingwa. Na waita wana Simba kwenye viwanja vyote KMC siku ya tarehe 22, na waita wana Simba siku ya tarehe 25 Benjamin Mkapa. Twendeni kwa wingi, mwendo wetu huu kimya kimya. Jibu la kukaa kimya ni jibu la mjinga. Kwa hiyo tuendelee kupambana kuelekea mechi hizo mbili zilizobakia. Jan Chaza kama ambavyo nimesema hapo awali amefunga goli 16, asisti 8. Wanamtangulia na goli 13. Unaona labda kuna mtu akipindua hii meza kwa Ahoua? Sioni mtu akipindua meza. Nimekwambia ndugu mwandishi, leo haikuwa siku nzuri kazini kwa Ahoua. Amekosa nafasi nyingi za wazi. Nafikiri leo kwa nafasi alizozipata na alizozikosa angeweza kufikisha hata magoli 20 au magoli 18. Lakini angefikisha goli 20, lakini sio siku nzuri kwake kazini. Lakini ni mchezaji bora, ni MVP wa 2025 na golikipa bora wa Simba Pinpin Kamala. Na hakika hawa watu watachukua na tunaendelea kuchukua, kwa sababu hizi zote tunazihitaji. MVP tunamtaka, golikipa tunamtaka. Kwanza timu yenye nidhamu Simba. Timu yenye nidhamu, na hakika zote tutachukua. Timu yenye nidhamu. Mpya hiyo bana. Timu ya Simba Sports Club ni timu yenye nidhamu. Tofauti na wale hatuchezi. Tofauti na Songesha FC. Tofauti. Unatumia vigezo gani kwanza hapo bana jike la Simba? Macho yanaona mpira, mchezo wa wazi, macho yanaona, kila mtu anaona. Unaiona timu bora, unaiona timu yenye nidhamu. Timu ambayo haina nidhamu, mwenyewe ndugu mwandishi umeona, viongozi wanaitwa TFF wanakwenda kutia fujo nje, hatuchezi. Wanaitwa Benjamin Mkapa na waziri mwenye zamana michezo wanaenda kufanya fujo. Sasa huwezi kuwalinganisha utopolo na Simba, ni vitu viwili tofauti. Simba ni timu yenye nidhamu, timu yenye mashabiki bora, timu yenye kila kitu kinachostahili kwenye mpira Simba anacho. Na hakika tarehe 25 tutachukua. Tarehe 25 inshallah, Mwenyezi Mungu atupe uhai, tutachukua. Uhakika unaotoa wapi? Tumalizie hapo. Uhakika nautoa kwa wachezaji nilionao. Ni wachezaji wa kujituma. Kukosa nafasi ni mojawapo ya timu, kwa sababu timu inakuwa ina wachezaji wazuri wengi. Kwa hiyo kocha wetu Fadlu anaangalia mchezaji aliyoperform vizuri ndio anampa namba ya kucheza, lakini sio wengine ambao hawapati namba kama wakina Okejefa, wakina Chasambi. Sio wachezaji wazuri, ni wachezaji wazuri, ni wachezaji bora, lakini timu ina mastaa wengi. Timu ya Fadlu ina mastaa wengi tofauti na Songesha. Shukrani sana. Asante.